Siku ya tarehe 1 mwezi wa 5 nilitoa maelekezo ya kwamba tutakuwa na mnada mara 2 kwa mwezi ambao inaitwa Lembuka. Kuna stori za minong'ono ambazo zipo na wanasema kwamba huyu aliyekuja anatufuruga, tangu miaka hiyo sisi tulikuwa tutaki Lembuka. Sasa mimi ndiye niliopo. Wakati mimi nikiwepo, Lembuka itakuwepo, endelea kuwepo mara 2, kwa sababu wananchi wa hali ya chini ndio wanahitaji zaidi ya mabepari. Kwa hiyo kama ni kuwa mix, mimi nitawa mix bila yasi. Naomba huo msimamo uendelee kuwepo. Lembuka itakuwepo tarehe 1 na Lembuka itakuwepo tarehe 14. Na kama busara za Daktari Samia Suluhu Hassan zitampendeza mimi kuendelea kuitumikia wilaya ya Ludewa, kama nitaendelea kuitumikia wilaya ya Ludewa kwa muda zaidi ya mwaka mmoja mbeleni, mutegemee kabisa kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026, Mungu akinijalia uhai, itakuwa kila wiki. Kwa hiyo ile Lembuka ya mara 2 ni matazamio ya miezi 6. Siku moja nilikuwa niko na msafara katika ziara, tukaenda kwenye kijiji cha Amani. Nikashangaa karibia maafisa wote nilionao kwenye kazi wananunua maji na soda katoni nyingi wanaziweka kwenye magari. Nikawauliza sababu ni nini? Mbona watu mnanunua vitu sana? Anasema kwamba huku soda ni 1000 lakini kule ni 1300. Ukiangalia sababu, distance ya kutoka Njombe ambako tunanunua vitu kwa bei ya jumla kufika Amani na kutoka Njombe kuja kuifika Ludewa ni distance kilomita zinafanana, na kama ni hadha barabara huko kote inafahamika. Kwa ni makusudi tuna kiburi cha wafanyabiashara kwa kisingizio juu ya kodi na vitu vinginevyo. Hii dhambi mnayofanya si njema. Kwa lazima tuweke ushindani. Na alafu ile Lembuka, swala la mnada sio swala la Ludewa, ni Tanzania nzima, kila sehemu. Sisi ndio watu wanatushangaa kwa nini inakuwa mwezi mara 1. Kwenye wilaya na mikoa mingine ni kila Jumamosi, wengine kila Jumapili, wengine kila Alhamisi, wengine kila Ijumaa. Kila wiki mnada unakuwepo. Na kwenye mnada sio swala tu la kununua, ni pamoja na kuuza. Kwa hiyo mtu kama una mchicha wako uliupanda sehemu, unaenda kuuza. Una kuku, una mbuzi, unaenda pale. Na pia ni waombe wale watu wenye machoma, mnada ujao tarehe 14 mimi nitakuja kwa ajili ya kutembelea watu kama tuliofanya ile siku ya Mei Mosi pale. Watu wa baa, watu gani, tokeni huko, nendeni pale, chomeni mbuzi, chomeni ng'ombe, chomeni kuku, uzeni vinywaji kule, kuchangamke. Wilaya ni lazima iwe mpya. Tuwezi tukakaa kwenye wilaya ambayo watu wote wamejikunyata kutengeneza ufalme. Hayo maswala yalishaisha. Na musipotaka mtakuja kulazimishwa kilazima. Wapo wafanyabiashara watakuja kwenye hii Ludewa, hamtakuja kuona wanaenda dukani kwa Mpangwa au Manda. Wataenda kwa Wakinga, wataenda kwa Wachaga, watu wanaojua kuitafuta pesa. Watakuja kuuza soda 900 hapa, mtakuja ukimbiana. Sasa sijui mtakuja kumshtaki ofisini kwa mkuu wa wilaya ya kwamba kuna mtu anakuja kuuza soda. Sasa mfano, kuna story moja nasikia kwamba wilaya nzima anauza soda 1000 ni kijana anaitwa Daudi. Simjui ni nani. Najua tu story. Yaani yeye peke yake. Lakini wote baada ya yeye kuleta hiyo, wengine wanaanza kuuza buku. Baada ya yeye kuanza, tutaenda tu, nimewambia nitawa mix bila yasi, watu wote tutaenda stani moja. Wakati nafika wilaya ya Ludewa, nilikuta kituo cha mafuta kiko kimoja. Lakini kwenye kituo hiko cha mafuta, baadaye mwekezaji mmoja Imani kuambiana akajenga kituo cha mafuta pale. Lakini ikawa kuna figisu nyingi za yeye kupata vibali. Mpaka nafika hapa ilikuwa kibali hana cha kuuza mafuta. Ikawa na jengo tu. Nikaliingilia kati, tukawasiliana watu wa EWURA, nikawaita, tukalimaliza, nikahakikisha kwamba tunahitaji kituo cha mafuta kifunguliwe. Lakini nikiwa hapa miezi 2 kabla kuambiana hajafungua kituo cha mafuta, niliweza kuishuhudia hadha. Mimi mwenyewe nilishindwa kufanya ziara kwa sababu mafuta wilayani yameisha. Bodaboda ikawa wanatoza watu nauli bei ya juu kwa sababu mafuta mtaani yanauzwa shilingi 5,000, 6,000. Watu wamechukua mafuta kwenye vituo, wako nayo mtaani. Niwaulize kitu kimoja wanaludewa. Tangu kuambiana amefungua kituo na tumekuwa vituo 2, mafuta yameuzwa tena videbe mtaani?
Kuna shughuli za kiserikali au za kiuchumi watu wameshindwa kuendesha trekta kwa sababu mafuta yameisha. Lakini haya yote ile ya kutengeneza ufalme. Sasa hili swala ya bwana mkubwa ndio yeye tu anauza vitu vya jumla, huyo bwana mkubwa ndiye anauza maji, huyo bwana mkubwa ndiye anauza soda. Kabla mabadiliko ya lazima ya wafanyabiashara wengine wanaojua kuitafuta pesa ya jaja, jitahidini mubadili fikra nyinyi wenyewe. Dunia inabadilika. Munakofikiria tuliko na tunakotakiwa kwenda ni vitu viwili tofauti. Dunia inakimbia. Naeleweka vyema ndugu zangu? Ludewa oye! Ludewa oye!